mimba ubebe. Hapo kwenye mimba, mbona kama mbegu mimi nakupa? Au mbegu zangu ninazokupa unaenda kuzitupia wapi huko? Unaenda kuzitupia wapi? Sasa naomba unisikilize. Na unielewe. Usinitumbulie macho. Unamtumbulia nani sasa? Mwanamke uzai, mwanamke tasa, mwanamke mgomba, mwanamke ameweka njiti kwenye litango lako. Alafu naomba sasa unisikilize. Kwanza leo silali hapa. Alafu kwa taarifa yako, mimi huko nje huko sijawahi tu kukwambia ukweli. Nina maneno mengi kukuzidi, yani mazuri kukuzidi hata wewe. Matipwa, mabonge, matukunyema, hata na wewe mwanamke mwembamba kama lula. Naenda, nikirudi nisikute mguu wako hapa, hata hilo sikio lako nisilikute. Yani kiufupi nisikukute kwangu. Mwanamke mwembamba. Kwanza wanawake wembamba wote mgenda kusia selo. Mkatuacha sisi tunakula leo na mamshangazi. Mwanamke gani wewe mwembamba wewe? Hata tuleni ile lami ya tuleni mkoa nini? Mwanamke mwembamba. Kwenu siku takapo jiona na mimba yangu ndio utakuja hapa. Acha mimi niende nikalale kwa mama Muza. Nikosema mama Muza, leta vitu. Mimi mtu na sura mbaya. Hivi ya maumivu nitaendelea kuyapitia mpaka lini? Inafikia hatua mpaka mume wangu kawa mlevi. Yote ni kwa sababu yao. Huenda kweli nina tatizo, na hili tatizo haliwezi likatatulika bila kwenda kwa mganga. Inabidi nikawashirikishe ndugu zangu ili waweze kunishauri kwenye hili. Kunywa. Mimi nimekoroga kwa ajili yako. Drums are pulling us alive. Hili ni tatizo kubwa sana. Kwa mimi siliwezi. Naomba niondoke. Uondoke? Kwa nini uondoke? Aliyakuwa mimi nilikuwa nakutegemea wewe. Wewe ndio nilikuwa naamini utalitatua hili tatizo. Hili tatizo ni kubwa sana. Mtaalamu yoyote atakayelitatua hili tatizo lazima apoteze maisha yake. Niache niondoke. Mtaalamu, una maana gani? Kama wewe unahofia kufa na sisi tunahofia maisha ndugu yetu, na wewe ndio tegemezi letu la mwisho, mimi naamini kabisa kuna njia. Hebu fanya namna yoyote ili iwezekane. Tunakuomba. Tuko chini ya miguu yako. Dada, hebu mtazame ndugu yetu, anateseka, anahangaika. Fanya ili iwezekanalo. Tupo tayari kwa gharama yoyote. Tunakuomba. Sipo tayari kupoteza uhai wangu. Nina familia yangu inanitegemea.
Mashundu mdogo wangu, kama wataalamu wanaliogopa hili tatizo, basi itakuwa ni tatizo kubwa. Hebu niambie, alianzaje kuumwa? Kwa sababu naweza tukawa tunahangaika, kumbe tatizo ni kubwa haswa, ili tujue namna gani ya kufanya. Labda pengine unajua chanzo cha hili. Tafadhali. Kaka, mimi mwenyewe nashangaa kama unavyoshangaa wewe. Hata mimi huyu mganga amenishangaza sana. Maneno aliyoyaongea hapa sijaelewa kabisa. Mimi nachokikumbuka siku moja mchana. Hey, na nyinyi utoto hujawahi kuisha. Bado mnacheza ya zamani. Sijui ndo mnafurahi sasa. Kaka tunakumbushia. Sasa kazi ya tuna tufanyaje? Haya bana. Niwali. Habari za saizi? Salama bwana Shemeji, karibu sana. Salama. Asante. Habari za saizi bwana Shemeji? Salama, karibu. Asante. Mke wangu, au tunasalimiana nyumbani? Kitu kinaweza kusisi. Sasa ndugu zangu, bwana Shemeji, hapa mimi nimekuja namtaka mke wangu. Nimemfuata mke wangu, twende nyumbani. Nataka niende nikazungumze naye na maongezi naye. Maana hata hivyo nimekaa siku nyingi bila kumuona. Toka siku ile alivyoondoka, ndio leo nimekuja kumuona hapa. Kwa hiyo sasa mimi nimekuja kumchukua tuende nyumbani. Unichukua nipeleke wapi wakati ulinifukuza mwenyewe? Hivyo unamuelewa huyu? Unichukua nipeleke wapi? Sasa mtu umemfukuza mwenyewe. Sasa hivi kipi kimekuacha unakuja kumfuata tena? Hasa tukueleweje hapo Shemeji? Damu kubwa. Hayo mambo yatuhusu sisi. Hayo ni ya kwao wenyewe. Levania, kama unaenda kuelewana na mume wako, nendeni mkaelewane. Bwana Shemeji. Huyu hapo mkeo. Yaani mimi hapa naenda lakini narudi leo siendi kulala huko kwako. Hamna shida, yaani leo siwezi. Unaenda alafu utarudi. Kumbuka hapa ni kwenu, alafu kule ni kwetu. Kwa hiyo twende tukazungumze, mazungumzo yakiisha unarudi. Bwana Shemeji, sisi ndio tunaenda. Haya tunaondoka. Tunaenda kama ifuatavyo. Nendeni maana ifuatavyo. Tunaenda kama ifuatavyo. Kila kitu kitaenda sawa. Msijali. Levania, kumbuka usiende kulala huko, wahi kurudi nyumbani. Yaani kaka kweli nawe kabisa unamruhusu Levania anaondoka. Alafu sasa hivi ni jioni. Wewe unategemea udi saa ngapi kama sio kulala huko? Damu kubwa. Mimi sioni hata unachokasirikia. Kwa
kwa sababu wale wameoana na wajaachana, waache wakayamalize wenyewe, sisi hatuhusu. Kupendana gani huko ndo mtu mfukuze? Yaani kwanza alimanusula nivunje shingo. Angenivunja shingo sasa hivi hapa tungekuwa tunaongelea wapi? Na tangu hiyo siku tumbo likaanza kukua ghafla. Nadhani anapitia maumivu sana. Hapo sasa nimeanza kuelewa. Ina maana aliporudi kwa mume wake, aliporudi hapa nyumbani ndo akaugua. Ndiyo. Sawa, hilo niachie mimi, nitajua nini cha kufanya.